Amen. Praise be to our God. Amen. Kwa neema ya Bwana naomba tuweze kupunguza mkono tuseme hallelujah. Hallelujah. Amen. We give God all the glory and we magnify his holy name. Wapendwa, I want to share a message tonight on the real you. I want to share a message on the real you. Wakati na share ujumbe the real you, hiyo itakuwezesha vizuri uweze ukajielewa na kujijua ya kwamba wewe ni nani haswa. Amen. Ya wewe ni nani hasa, the real you. Kwa sababu nikiangalia vizuri sana changamoto kubwa ambao wanadamu wako nao, na pengine niseme dunia mzima, wengi, a larger percentage, ni kukosa kutojijua ama kutojielewa. Lakini naamini ya kwamba after the end of the sermon, kila mmoja ataweza kujitambua, kujitambulisha. Utaweza kujua vizuri sana ya kwamba wewe ni nani. Wapendwa, I want to say, nataka kusema ya kwamba ni vizuri kila mmoja aweze kujua ya kwamba you are a spirit being living in a physical body. That is the first thing that each of us should know. That you are a spirit being living in a physical body. The real you is a spirit man. The physical man is just a house. Mwili huu ni nyumba tunaoishi. Lakini sisi mara nyingi tunajiconfuse kujua sisi ni kina nani. Lakini kwa mfano, sijui kama mnanielewa, lakini kile najaribu kusema ni ya kwamba wakati unaniona ninazungumza na wewe, wakati ninasema Richard, basi Richard si huyu ambao unamuona hapa. Amen. Huyu ambao unamuona hapa si Richard. Huyu ambao mnaona hapa ni nyumba ambao Richard anaishi. Amen. Mara ngapi unaweza confuse nyumba yako kuwa ni wewe? Your house is your house, wapendwa. Your house is not you. Na ndiposa nyumba hii, mwili huu ni nyumba tunaoishi, sio wewe. Yule ambaye anaongea na wewe ndio Richard, si yule ambaye unaona. Na ndiposa, because we are a spirit being living in a physical body, and because the real you is a spirit man and the physical man is just a house, hiyo ndiposa wapendwa, ni vizuri, ni wazi ya kwamba unaweza jua ni nani anaongea na wewe bila kumuona. Niseme kwa mfano, mtu atoke from nowhere na wewe umefunga macho yako, na hata wamechukua kitambaa ya opaque material wakaendelea kukufunika. Sasa inamaanisha umuoni. Lakini mtu atoke from nowhere ambaye hajakuwa kwa hii hema na aweze kuongea na wewe, utaweza kumtambua vizuri na kusema huyu ni fulani. Kwa nini unamjua na hujamuona? Hujamuona na macho, lakini kwa kuongea tu, hata kikohoa tu utamjua huyu ni mtu fulani. Kwa sababu unamjua kwa sababu ni yule ambaye anaongea ndani yake. Lakini kile ambacho unaona ni mwili wake tu. Ndipo sasa kuna uweza ya hata mtu akikupigia simu ako ushago, hata kama mko watoto 12 na wote karibu wafanane kwa kuongea, wanaongea sawa, lakini uko na uweza ya kujua yule the specific person, ya kwamba yule ambaye ananizungumzia, hata ananipigia simu, hata kama kushago nimemjua na jina, hujamuona, lakini kwa kusikia tu sauti hello unasema sema fulani. Acha kuambia jina lake, lakini unamjua kwa sababu mwanadamu ni roho. Mwanadamu ni kiumbe roho anaishi katika mwili. Katika jina kule Yesu Kristo. Niruhusu nisome maandiko. Nadhani tunapatana, tunaelewa. Genesis chapter 2 verse 7.
itakuambia ni kwa jinsi mwanadamu alifanyika kiumbe roho. Genesis 2:7 maandiko nasema, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living being. Sijui kama watu wa media wanaweza nipatie verse kwa Kiswahili. Amen, asante. Wacha niseme kwa Kiswahili. Maandiko nasema, Mwanzo 2:7, maandiko nasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Amen. Yeah. Na ndiposa wapendwa, sababu tulikuwa nafsi hai ama a spirit being, ni kwa sababu it is because God breathed into our nostrils the breath of life, and the man became a living being. Sasa hii breath of life ndio inafanya tunakuwa tofauti wanadamu na wanyama, ama ng'ombe niseme tu, ama kuku. Unajua kitambo nilikuwa nasema ya kwamba mimi sitaki hata nikikufa siku moja, sitaki niende jehanamu, na pia vile sitaki niende kwa Mungu. Mimi nataka nikikufa maisha yangu ikue tu hivyo. Hakuna, siko jehanamu huko na siko pia kwa uzima wa milele. Pray God nisipatikane mahali popote. Lakini nikakuja kugundua ya kwamba haiwezi fanyika hivyo, kwa sababu sisi kama kuku. Unajua kuku kichinja ni hivyo, ng'ombe kuchinja ni hivyo, kwa sababu ng'ombe hana pumzi ya uhai, the breath of life. Ng'ombe hana. Sasa ng'ombe is not spirit. Kuku akikufa, amekufa hivyo, yake imeisha. Si ati yako spirit, it is only human being ambayo tulifanyika nafsi hai. Amen. Na ndiposa Petro alikuwa anazungumza 2 Peter chapter 1 verse 13. Alikuwa anasema kwamba I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body. Kwa nini Paul anajiita tent of this body? Kwa nini anaita mwili wake tent? Kwa sababu alielewa ya kwamba tent, alielewa kwamba yeye mwili wake ni hekalu ama tent ambayo ni nyumba anayoishi. Wakati tunazungumza kuhusu tent, na wakati tunasoma hii verse, hivi ndio wanadamu wana confuse, wanadhani wana confuse wenyewe wakidhani ni nyumba wanaoishi. Lakini wacha nikwambie, wakati fish, amen. Wacha nitumie fish tuweze kuelewa vizuri. Fish wanakaa kwa fish pond, lakini wakati unazungumza juu ya fish pond, huwezi sema fish pond ni samaki. Amen. Fish pond ni mahali samaki wanakaa. Na huwezi kwa confuse samaki ukaita samaki fish pond. Na ukienda pale fish pond, pengine utakosa kuona samaki kwa sababu samaki wako chini pale. Utaweza tu kuona fish pond. Lakini huwezi sema hiyo fish pond ni samaki, lakini samaki wanakaa hapo ndani. Vivyo hivyo hata sisi tunakaa ndani. Na ambao unaona si mimi, ni mwili ambao ni hekalu ambao tunaishi, ni nyumba tu, tent. Wakati anazungumza kuhusu tent unajua iko portable, iko movable. Unaweza tu hapa uweke mali kwingine na uendelee kukaa. So unaona tunaenda Kitengela. Hata sisi kwa sababu you are a spirit being, si wanga tunaonekana mara moja tu tunaonekana. Wapi? Pengine kwa ndoto tukilala. Sasa yule ambao unaonanga kwa ndoto ukilala, huyo ndio wewe. Amen. Unajiona uko ushago, usiseme nimeota niko ushago. Ni wewe ndio umeonda ushago. You are a spirit being. Umeonda ushago. Amen. Bwana betufuate. Alisema kwamba I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body. Wapendwa, ni vizuri tuelewe kwamba mwili ni nyumba tunayeishi. And because you are a spirit being, na mimi nasemanga ya kwamba tukijua ya kwamba sisi ni kiumbe roho, na one of the thing with the spirit is that spirit never die. Amen.
spirit never die. Na kwa sababu spirit never die, inamaanisha tungefaa tufanye yale ambayo inafurahisha nafsi yetu, si kile ambacho inafurahisha mwili yetu, kwa sababu mwili yetu itakufa na itabaki hapa, lakini spirit itaendelea kuishi, kwa sababu roho hakufi, anazidi kukufa. Ndipo sasa unaonanga hata mtu akikufa anakutumia ndoto, anakuambia ninateseka, ninasikia baridi, unitoe mahali niko, mniweke nipumzike vizuri. Amen. Kwa nini anakuambia nasikia baridi, anateseka na ameshakufa? Pengine ameuawa na wakora, akatupa kichakani. Atakutumia ndoto ya kwamba niko mahali fulani, mkuje mnichukue, mniweke vizuri na nilale vizuri. Hapa mahali niko ninasikia baridi. Ni kwa sababu spirit never die. Roho huanga akufi. Even though it is written in Hebrew chapter 9 verse 27 ya kwamba it is appointed for man to die once, after death judgment. Wapendwa, lakini ni vizuri tujue ya kwamba roho huwa akufi, ni mwili ndio yake inaisha, lakini spirit inazidi kuishi. Amen. Bwana betu fuate. Sijui kama mnamnipata. Amen. Sasa kwa sababu spirit anakaa milele na mwili ako na siku zake, ni vizuri basi tufurahishe spirit instead ya kufurahisha mwili ambao wengi wamependa. Kwa sababu kwa mfano ukiambiwa hapa tuko Kajiado, Kitengela, ukiambiwa hapa Kajiado utakaa kwa miaka 5 na Nairobi sasa utakaa miaka 30. Wapi utafanya investment? Ni hapa Kajiado, Kitengela ama pale Nairobi ambao utakaa muda mrefu? Si ni Nairobi? Yeah. Amen. Amen. Na vivyo hivyo tungefaa tufanye yale yote ambayo itafurahisha nafsi yetu, ambayo ni spirit ambayo ataishi milele. Wapendwa, nimekuja kuweza kukusaidia ili uweze ukajielewa the real you katika jina kuu la Yesu Kristo. Tuweze tukajua ya kwamba we are a spirit being living in a physical body, ya kwamba mwili huu ni nyumba tunaoishi. Unajua hii mwili ambao unaona ni nyumba ambayo Mungu alituandalia, na ndiposa tuweze kuishi. Na ndiposa ukisoma maandiko, kwa mfano Waibrania, Hebrew chapter 10 verse 5, Yesu wakati alikuja hapa duniani aliweza kusema, maandiko nasema when Christ came into the world he said, alisema namna gani alipokuja hapa duniani? Aliweza kusema a body you prepared for me. Yeah. Yesu aliweza kuzungumza kuhusu mwili ambao uliniandalia wakati nilikuja hapa duniani. Sasa Yesu pia aliweza kuelewa ya kwamba wakati alikuwa anakaa hapa duniani, ni mwili yake ilikuwa tu ni nyumba ambayo Mungu alimwandalia aweza kaishi. The spirit anahitaji channel aweza kaishi, na channel ni mwili. Amen. Amen. Wapendwa, Yesu aliweza kuzungumza about a body you prepared for me, mwili ambao uliniandalia. Inamaanisha aliweza kuelewa vizuri sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Na nimekuambia ya kwamba kuna hii statement ambayo tunataka tushike katika jina kuu la Yesu Kristo. Nimesema ya kwamba the real you ni wakati uko kwa ndoto, unaota uko ushago, unaota uko wapi. Na ndiposa ndoto ni si tu ndoto. Yale vile unajiona kwa ndoto, unaweza jiona ukiwa weak ama ukiwa powerful. Lakini the exact vile unajiona kwa ndoto, vivyo hivyo uko. Na ungefaa ujiulize, wakati naota niko namna gani? Niko weak, niko powerful, nimeshindwa, niko na victory. Amen. Amen. Yeah. Na wakati uko kwa ndoto, huyu ndio wewe. Unaota uko ushago. Mtu atajiuliza sasa, Richard, wewe unasema ya kwamba wakati ninaona ni wakati ninakuwa ushago nikilala, huyo ndio mimi sasa. Kwani nitaenda ushago aje? Na ushago mtu akienda lazima akuwe na gari, asafiri, anamalize masaa 8 barabarani. Unafika ushago kwa sababu spirit
hahitaji spirit, hana distance. Amen. Spirit hana distance. Inamaanisha spirit anaweza toka hapa na afike Amerika within 1 second, ako Amerika. Spirit. Amen. Spirit hana distance. Na ndiposa wewe ukiwa kwa roho, kwa sababu wewe ni kiumbe roho, wakati unalala huwa mara nyingi unatoka kwa mwili na unaenda unazunguka mahali popote ambapo nafsi anataka, sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Amen. Unaona uko ushago, ni wewe ndio umefika ushago. Kwa sababu tukisoma maandiko tutaona ya kwamba unajua spirit ako na uwezo wa kwenda mahali popote kwa wakati wowote na afike mara hiyo hiyo. Tunaona Yesu wakati alikuwa ameshakufa, he was given a glorious body. Alivalishwa vazi, alipewa mwili wa ushindi. Amen. Na kwa sababu alipewa a glorious body, Yesu sasa alikuwa tofauti na vile alikuwa kabla hakuwa amekufa. Amen. In a way that hata mkifunga mlango na mweke chapi na msanyike hapa kwa nyumba mnaomba, mnajikuta Yesu ameingia. Amen. Ajagonga, amjafungulia mlango, lakini amegonga. Kwa sababu human being and spirit being. Sasa baada ya kukufa alikuwa na sasa spirit. Anaingia tu hata kama mmefunga mlango. Ama pengine mnakutana na yeye. Anawapatia chakula, mkate, na hata samaki anakula. Akishafanya hivyo ana disappear. Sasa alikuwa na uwezo ya kuapia na kudisappear. Amen. Yeah. Yesu alikuwa na hiyo uwezo. Tunaona mara nyingi kwa mfano. Amen. Amen. And tunaona mara nyingi sana wakati alikuwa on the way to Emmaus aliweza kuwapatia bread akadisappear, lakini wakati alifufuka na wanafunzi walikuwa wamejifunga kwa nyumba, aliingia na mlango umefungwa, na baada ya kuingia tena akapotea vivyo hivyo. Inamaanisha hivyo ndio mwanadamu ako. Ukiwa spirit utaenda ushago bila nini, bila gari, bila kutembea, unafika mara hiyo hiyo vile Yesu alikuwa anaingia. Amen. Wapenda we are spirit being living in a physical body. Na kwa hivyo yale mambo ambayo uanga unaota kwa ndoto usipozishughulikia, basi utaishi a defeated life. Kuna uwezekano wa kuishi a defeated life kwa maisha yako yote, kwa sababu yale vile unajiona kwa ndoto, yale ndio mambo ya ukweli ambayo ungefaa yashughulikie, because life is spiritual. Amen. Kwa sababu mambo ya wakati haijatendeka in the physical realm, lazima ianze pale in the spirit realm. Na ndipo sasa unaona mtu kama Joseph. Sasa alikuwa naota ya kwamba mandugu zake wanamuinamia. Amen. Na angeota son, pray God. Angeota ya kwamba baba yake na mama na watoto 11, angeota sun, moon and 11 stars wanamuinamia. Ilikuwa imemaanisha mama, baba na watoto. Sio ilikuja kutimia. Sasa tutasema ilikuwa tu ndoto. Amen. Amen. Wapendwa, nimekuja kukuambia katika jina kula Yesu Kristo ya kwamba because you are a spirit being living in a physical body, the best way that God can use to communicate with you is through dream. Kwa sababu wakati umelala sasa uko kwa roho, na ukiwa, because God is spirit, you are also spirit, na njia ya kipekee ya haraka na niposa a larger percentage ambapo Mungu anatumia kuzungumza na watu wake ni wakati wako kwa ndoto, kwa sababu hiyo wakati anabadili nafasi vizuri ya kunena nao, because you are a spirit being living in a physical body. In the name of Jesus, simama kwa mguu kwa dakika 2.